Sisi ADA TADEA tunasema haki itumike kwa kila mtu. Tunaingia kwenye uchaguzi tukiwa na utaratibu unaoeleweka kwa mujibu wa sheria zetu. Kuna tume ya uchaguzi, kuna ofisi ya msajili wa vyama. Hakuna anayeweza kuingia kwenye uchaguzi bila kupitia kwenye chama. Kwa hivyo vyama vimekuwa ni roho ya uchaguzi. Kwa mujibu wa katiba yetu, kama ingekuwa hakuna vyama, labda ingetafuta njia nyingine, lakini kungekuwa hakuna uchaguzi. Kwa hiyo ninachoambia ndugu waandishi kwamba imefika pahala mwivuli wa vyama unatumika vibaya kwa baadhi ya wagombea. Kwa sababu pamoja na tume mnavyojitahidi kutoa taarifa kila kitu, lakini kuna wengine sasa hivi wameenda mahakamani. Kwa mfano kama chama cha wananchi CUF, wanasema sheria ya kurudisha fomu iko wazi. Kwa nini huyu mmoja apewe siku moja zaidi? Kuna nini? Hata kama ni haki yako wewe mwenyekiti wa tume, lakini huoni kwamba inaelekea kuna baadhi ya vyama mnaviogopa? Kwa sababu kama fomu yake alikosea, kulikuwa na sababu gani? Na huyu mwingine alikosea, kulikuwa na sababu gani kwamba wote wasiondolewe? Lakini huyu kampa muda kwa sababu za kisiasa. Sasa kwa sababu za kisiasa, ina maana na haya mambo anayoyafanya mnayachukulia ni sababu ya kisiasa, mnamuogopa? Kwa sababu ikiwa sheria, anayevunja sheria ikiwa ni mkubwa, afanya anavyotaka kwa sababu anaogopewa. Kwa hiyo tukubalini tu kwamba tunaingia katika uchaguzi, kila mmoja na sheria yake na maneno yake. Lakini naamini tume yetu haiko hivyo na serikali haiko hivyo. Lakini sisi ADA TADEA tunasema haki itumike kwa kila mtu. Kama kuna wengine fomu ilizuiliwa katika ofisi yako ya wilaya, lakini kuna wengine kaja hajagonga muhuri na ukampa muda, twendeni tufanyeni haki. Kwa sababu utakapofanya haki na Mungu atakuongoza kufanya haki. Lakini leo lugha zinazotoka, sote tunajua tunaingia kwenye uchaguzi, lakini rais aliyepo ni rais halali kwa mujibu wa katiba yetu, kachaguliwa kihalali. Kuna kauli nyingine ni kinyume na maadili. Kwa bahati ACT ilisaini maadili Zanzibar na ikasaini maadili bara, hata kama hawana mgombea urais wa muungano, lakini wana wabunge. Kwa hivyo ikiwa viongozi wao wanashadidia kuvunja maadili, mnatazama. Sisi kama chama kwa kweli hili tunasema si haki, na tunaziomba kamati za maadili zikae zipitie maneno yanayozungumzwa na viongozi wa vyama na wagombea. Ni bora kama huwezi kusema, uzungumze kama wenzako. Wengine wamekwambia kitanda cha futi kwa sita kwa sita itakuwa marufuku. Haki nini? Wengine wanakuambia nikitaka nifurahi nifungue niangalie kampeni.